Leo nitakuwa nafundisha kitu kinachoitwa kwa nini tumtolee Mungu ikiwa Mungu ana kila kitu. Kwa hiyo somo letu tunasema kwa nini tumtolee Mungu ikiwa Mungu ana kila kitu. Kwa nini anataka tumtolee wakati ana kila kitu? Maandiko ya kuthibitisha kwamba Mungu ana kila kitu tuone katika Hagai sura ya 2 na mstari wa 8. Hagai sura ya 2 mstari wa 8, anasema fedha ni mali yangu na dhahabu ni mali yangu, asema Bwana wa majeshi. Msikia? Asema fedha ni mali yangu na dhahabu ni mali yangu. Kwa hiyo vyote tunaona kwamba Mungu kila kitu ni cha kwake. Fedha unazozitoa ni mali yake. Dhahabu ulizo nazo ni mali yake, kwa sababu yeye ndiye aliyeweka katika ulimwengu, akaweka kwenye udongo ili tusipambanie hizo dhahabu zikuje hapo zilipo. Sasa anathibitisha kwamba zote ni mali yake. Kwa hiyo kama anaonyesha kwamba fedha ni mali yangu, dhahabu ni mali yangu, je, kwa nini anataka tumtolee? Kwa hiyo anathibitisha kwamba fedha ni mali yake, dhahabu ni mali yake. Lakini kwa nini Wakristo tuwatolee? Ni kwa faida ya nani? Tunamtolea kwa sababu ana upungufu, kwamba Mungu ameishiwa, hana kitu, kwamba tunamtolea kwa sababu anaishi kwa sababu ya ile sadaka tulionayo tunaotoa. Kwa hiyo lazima tujiulize, kwa nini tunatakiwa kutoa? Kwa hiyo tunaweza tukawa tunatoa sadaka lakini tusijue kwa nini tunatakiwa kutoa. Sasa hapa anasema fedha ni mali yangu, dhahabu ni mali yangu mimi. Kwa hiyo vyote ni mali yake yeye. Katika Hagai sura ya 2 na mstari wa 8 anasema fedha ni mali yangu na dhahabu ni mali yangu, asema Bwana wa majeshi. Asema Bwana wa majeshi. Fedha ni mali yangu, dhahabu ni mali yangu, asema Bwana wa majeshi. Kwa hiyo Mungu amesema vyote, fedha na dhahabu na vyote alivyo navyo ni mali yake. Tuone sasa katika Zaburi ya 50 mstari wa 10. Naomba mmoja anaweza kunisaidia kunifungulia haraka hapo Zaburi ya 50 mstari ule wa 10. Zaburi ya 50 mstari wa 10 anasema maana kila hayawani ni wangu na makundi juu ya milima elfu, na wajua ndege wote wa milimani na wanyama wote wa mashambani ni wangu. Kama ningekuwa na njaa, mpaka mstari wa 12 anasema kama ningekuwa na njaa nisingekwambia, maana ulimwengu ni wangu na vyote vimjazavyo ni vyake. Unaona? Asema mstari wa 12 katika Zaburi ya 50, asema kama ningekuwa na njaa nisingekwambia, maana yake nisingeweza kumwambia mwanadamu nina njaa, kwa sababu vyote vimjazavyo ni mali yangu. Hayawani ni mali yangu, wanyama wa porini na wajua wote ni mali yangu. Hata ningekuwa na njaa, mstari wa 12, nisingekwambia mwanadamu kwamba nataka msaada toka kwako. Kwa nini anasema hivyo? Kwa sababu anajua kila kitu ni chake, akitaka kukitumia anakitumia. Yaani mpaka mtoa sadaka ni mali ya Mungu. Kwa hiyo hata wewe unayemtolea yeye, wewe ni mali yake. Ni mtoto wake, ni wewe ni mali ya Mungu. Sasa kwa nini unatoa? Kwa hiyo anaonyesha kuwa mali na fedha vyote ni mali ya Bwana. Anasema mstari wa 12, kama ningekuwa na njaa nisingekwambia, maana ulimwengu ni wangu na vyote vimjazavyo. Vyote vilivyoujaza ulimwengu. Unajua ulimwengu huu isingekuwepo miti na nini usingeujaa. Kama milima kungekuwa kuna uwazi mkubwa. Kwa hiyo anasema vyote vinavyoujaza huu ulimwengu ni mali ya Mungu. Lakini kwa nini sisi anataka tutoe? Hapo ndio swali letu. Vyote ni vyake. Kwa nini anataka tutoe? Tuendelee sasa. Tunasifia vitabu ambavyo vinathibitisha kuwa ni mali yake, lakini hata ukisoma Matendo 17 mstari wa 24 utaona hapa. Naomba tufungue kitabu cha Matendo sura ya 17 ili kuthibitisha kuwa vyote ni mali yake. Lakini kwa nini tunatoa? Sura ya 17 na mstari ule wa 24 mpaka 25 anasema Mungu aliyeufanya ulimwengu na vitu vyote vilivyomo, yeye kwa
kwa kuwa ni Bwana wa mbingu na nchi. Hakai katika hekalu zilizojengwa kwa mikono, wala hatumikiwi kwa mikono ya wanadamu, kana kwamba anahitaji kitu chochote, kwa maana ndiye anayewapa wote uzima na pumzi na vitu vyote. Anasema Mungu si kana kwamba anahitaji chochote kwa wanadamu, kwa maana vitu vyote yeye ndiye anayewapa wote pumzi, uhai na vitu vyote walivyo navyo. Kwa vyote tunapewa mstari wa 25 huu nirudia, sema wala hatumikiwi kwa mikono ya wanadamu, kana kwamba anahitaji kitu chochote, kwa maana ndiye anayewapa wote uzima na pumzi na vitu vyote. Sio kana kwamba anahitaji kitu kwa wanadamu, hapana, maana yeye ndiye anayetoa kwetu pumzi, uhai na vyote tulivyo navyo. Una nini ndani? Mke uliye naye ni Bwana amekupa. Mume uliye naye ni Bwana amekupa. Watoto ulionao ni Bwana amekupa. Mali ulionayo ni Bwana amekupa. Mahali ulipojenga ni Bwana amekupa. Mahali unapoishi ni Bwana amekupa. Popote ulipoketi ni Bwana amekupa. Yaani hiyo ni mali ya Bwana. Sasa anasema hatumikiwi kwa mikono ya wanadamu, isipokuwa yeye Mungu vyote ndiye aliyetupa sisi. Kwa nini anataka tutoe? Mali na fedha, amesema ni mali yangu. Anasema fedha ni mali yangu, dhahabu ni mali yangu. Alafu hapa katika Matendo 17:25 anasema yeye ndiye anayetupa kila kitu, wala hana uhitaji wa kitu. Kwa hiyo Mungu wetu sio muhitaji. Kwa hiyo usimtolee Mungu kana kwamba Mungu ni muhitaji. Kwa hiyo uelewe kwanza, nimesema kama Mungu amechibu, tumeona maandiko yanathibitisha kwamba Mungu ndiye ana kila kitu. Kwa nini tunatoa sadaka? Kwa hiyo unapotoa ufahamu katika mstari wa 25 Matendo 17 anasema sio hahitaji kitu kutoka kwa wanadamu, kwa maana yeye ndiye anayewapa pumzi na uhai. Yeye ndiye na vyote ulivyo navyo. Una nini? Fedha ulionayo ni Mungu amekupa. Kwa sababu usingekuwa nayo, ndio maana ulipokuwa hukua nayo hapo awali. Nyumba ulionayo hukua nayo, ni Bwana tu ameona akupe. Sio kwamba wale ambao hawana hicho ulichonacho wewe kwamba wao ni wazee. Hapana, ni Mungu ametaka wao wewe uwe nacho na mwingine asiwe nacho. Kwa hiyo nini nataka nikwambie? Kwa sababu ya Matendo 17:25 anasema Yesu mtajieni anayetoa. Gari alionalo mtu, mali alizonazo mtu, ni Bwana amempa. Sasa tumeona kwamba yeye ana kila kitu. Sasa kwa nini tunatoa? Sasa kwa nini anataka tutoe? Jambo la kwanza kabisa, sadaka ni jaribio la moyo wa mtoaji, sio uhitaji wa Mungu. Anatujaribu kwenye vile alivyotupa. Je, tunaweza kutoa? Tunaweza kumwonyesha upendo kwa njia ya vile tulivyo navyo? Kwa hiyo hatutoi kwa sababu Mungu ni muhitaji. Kama nilivyosema pointi ya kwanza, sadaka ni jaribio la moyo wa mtoaji na sio uhitaji wa Mungu. Kwa hiyo katika kitabu cha Mwanzo sura 22 mstari wa kwanza, hebu turudi kwa kitabu cha Mwanzo sura 22 na mstari wa kwanza. Sikiza mtu mmoja huyu anasema, ikawa baada ya mambo hayo, pointi ya kwanza nimesema sadaka ni jaribio la moyo wa mtoaji, sio uhitaji wa Mungu. Mungu anaujaribu moyo alivyokupa, unatambua. Mstari wa kwanza, Mwanzo 22. Ikawa baada ya mambo hayo, Mungu alimjaribu Ibrahimu akamwambia, Ibrahimu, naye akasema mimi hapa. Akasema, umchukue mwana wako wa pekee, umpendaye Isaka, ukaende zako mpaka nchi ya Moria, ukamtoe sadaka ya kuteketezwa huko juu mlimani, mmoja wapo nitakao kuambia. Kwa hiyo Biblia inasema ikawa baada ya mambo hayo, Mungu alimjaribu Ibrahimu akamwambia mtoe. Kwa hiyo tayari swala la kutoa kwa Ibrahimu lilikuwa ni jaribio la Mungu juu ya Ibrahimu ya vile alivyompa. Je, kile, kwa sababu Ibrahimu mtoto amepata uzeeni, hakuwa naye hapo kabla, alafu mtoto na pekee ka Isaka. Sasa Mungu anamjaribu kwa kile alicho nacho, anasema hebu toa nitolee. Kwa hiyo Ibrahimu anajaribia kwa kumbe kutoa sadaka si kwa sababu ya uhitaji wa Mungu. Tunatoa sadaka kwa sababu ya kutimiza lile jaribio la Mungu alilotupa kwa vile tulivyo navyo.
Kwa hiyo mali tuliyopewa, Mungu ametujaribu kwa kutupa ili aone sisi tunatoa. Haleluya. Kwa hiyo sadaka ni jaribio la moyo wa mtoaji. Ni jaribu, au labda niseme jaribio ni kama mtihani. Wanaosoma shuleni mnafahamu kuna majaribio yanayopima uwezo wa kile ulichojifunza umekielewa. Kwa hiyo ninaposema jaribio namaanisha jaribu, yaani kama mtihani mtu anafanya jaribio la kupima uwezo wa kile mwalimu amefundisha. Kwa hiyo sadaka ni kama jaribio la kutaka kuona kile ulichopewa, je, na wewe unaweza kutoa? Kwa hiyo sadaka ni kama jaribio la moyo wa mtoaji. Kwa hiyo sio hitaji la Mungu. Sio kwamba Mungu anahitaji ndio maana tunatoa. Hapana, anasema Mungu alijaribu moyo wa Ibrahimu kwa kile alichompa. Na hapa mstari wa 10 sura Matendo 17 mstari wa 25 anasema vyote tulivyo navyo yeye ndiye ametupa. Yeye ndiye mtoaji. Wala yeye sio mhitaji wa kitu. Kwa hiyo anatujaribu kwa vile tulivyopewa. Kwa kama umepewa mazao, umepewa fedha, umepewa senti 5, lakini unajaribiwa kwenye hicho. Je, kama ukizidishiwa una uwezo wa kusaidia zaidi? Una uwezo wa kumkumbuka kwamba kuna aliyenipa? Kwa hiyo jambo la kwanza tumeona mpaka mstari wa 2, tunaona kabisa kwamba jaribio sadaka ya Isaka ilikuwa ni jaribio la moyo wa Ibrahimu, wala sio shida ya ile sadaka. Mungu hakuwa na shida na Isaka. Mungu hakuwa na shida na mali yako. Mungu hana shida na fedha yako. Mungu ana shida na moyo wa mtoaji. Kwa hiyo Mungu hakushughulika na Isaka, alishughulika na Ibrahimu juu ya Isaka. Kwa hiyo kile ulicho nacho ndicho Mungu anatumia kushughulika nacho. Kwa sadaka ni jaribio, yaani ni jaribu unalopata. Unatambua vipi juu ya Mungu alichokupa? Unafikiri ulidhani kama utakuwa na hicho ulicho nacho? Nimesema watoto ulionao ni Mungu ametupa. Nyumba tulizonazo ni Mungu ametupa. Chochote tulicho nacho ni Mungu ametupa. Sasa juu ya hivyo tulivyo navyo, Mungu anataka atujaribu kwa kutoa. Ndio maana ametupa kutoa. Kutoa kumekuwa jaribu la moyo wa mtu aliyepewa. Je, anaweza? Na maana nasema ni jaribio, ni mtihani juu ya mtu aliyepokea. Bwana asifiwe. Kwa sadaka ni mtihani unaopewa kwa vile ulivyopewa. Je, unatoa? Unaweza kumgusa Mungu kwa hicho? Kwa hiyo kama ukifanya hivyo umelipita jaribu la sadaka. Bwana asifiwe. Kama utatoa utakuwa umepita jaribu hilo. Jambo la pili, tunatoa kwa sababu sadaka ni nia ya kuonyesha. Tunatoa sadaka kwa sababu ni nia ya kuonyesha upendo wetu kwa Mungu. Kwa hiyo kwa njia ya sadaka tunaonyesha upendo, nia yetu ndani. Kwa sadaka inatolewa kwa sababu ya ile nia ya ndani ambayo mtu anafanya nini? Anatoa. Kwa ile nia ya kuonyesha upendo, nia iko ndani, lakini matokeo yako kwenye kutoa. Natolea Mungu ili kuonyesha upendo kwamba Bwana umenipa, nami kwa kuwa umenipenda kwa kunipa, nami ninatoa kwako. Kwa hiyo ile sadaka uliyotoa sio mali yako tena. Kwa hiyo tunatoa kwa kuonyesha nia yetu na upendo, nia ya upendo wetu kwa Mungu. Kwa hiyo tunatoa kwa sababu ya ule upendo. Hebu tunaona katika Yohana sura ya 3 mstari wa 16 unasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae pekee ili kila mtu anayemwamini asipotee. Kwa hiyo Mungu aliupenda ulimwengu akatoa. Kwa hiyo kwa sababu ya ule upendo tunafanya nini? Tunatoa. Kwa kumpenda Mungu na sisi tunatoa kwa Mungu. Yeye alitupenda akatoa mwanae kwetu. Kwa hiyo kwa njia ya sadaka tunaonyesha upendo wetu kwa Mungu. Si kwa sababu Mungu ni mhitaji. Mungu sio mhitaji. Katika Matendo 17:25 anasema hahitaji kitu. Na katika Zaburi ya 50 mstari wa 12 anasema hata ningekuwa na njaa nisingekwambia wewe mwanadamu. Nisingekwambia wewe mwanadamu. Hata Mungu angekuwa na njaa asingesema, kwa sababu dhahabu haziweka kwenye ardhi, ni yeye. Tunatoa sadaka kwa sababu ya kuonyesha upendo, nia ya upendo kwa Mungu. Sadaka ni nia inayothibitisha upendo wetu. Kwa sadaka ni nia yangu, lakini upendo ni kile tulichotoa kumuonyeshia upendo Mungu wetu. Kwa tunatoa kwa sababu ya upendo. Kama nilivyosema katika Yohana 3:16. Kwa hiyo Mungu alitupenda akatoa.
asingetupenda asingefanya nini? Kwa hiyo na sisi tukimpenda Mungu tunafanya nini? Tunatoa. Kwa hiyo tunatoa kwa sababu ya upendo na sio kwa sababu ya uhitaji wa Mungu. Kwamba Mungu anahitaji sana fedha yangu. Mungu hahitaji fedha kama nilivyotangulia, hahitaji fedha yako. Anahitaji moyo wako. Je, unaonyesha upendo?